Kutoka uwanja wa kimataifa wa International Julius Kambarage Nyerere Airport jijini Dar es Salaam, ni kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili usiku wa hii leo baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kuweza kupigwa jana katika dimba la Somhololo Stadium pale Mbabane nchini Eswatini, na Simba kuibuka kwa ushindi wa magoli 3-0, magoli ambayo yamefungwa na Wilson Nangu pamoja na Kibu Denis Prosper katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Unavotazama ni kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili usiku wa hii leo kutoka pale nchini Eswatini baada ya kuweza kupata ushindi mzuri kweli wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mapokezi kwa mashabiki wa Simba wameendelea kujitokeza kwa wingi kweli katika uwanja huu wa ndege jijini Dar es Salaam, na huku wakiendelea kuimba na kucheza kusema kwamba furaha ya wanasimba imerudi tena. Soka ambalo liloweza kupigwa siku ya jana limekuwa soka zuri kweli, na kila shabiki amekuwa na furaha baada ya Simba kuweza kupata ushindi mzuri kweli. Jonathan Soa amekuwa akiimbwa hapa katika uwanja huu wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, lakini moja kati ya sifa ambazo Jonathan Soa alizoweza kuzipata baada ya siku ya jana kuweza kutoa asisti na kuweza kumpasia Kibu Denis Prosper na kuweza kufunga goli la pili. Nyimbo ni nyingi kweli zinazoimbwa na zinazoshangiliwa, lakini pia sifa na pongezi zimeenda kubwa kwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinavyozungumzwa hapa, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikishangiliwa kwa kadri vile vinavyoonekana, lakini nyimbo inayoimbwa na nyimbo ambayo inayosherekewa ni nyimbo ya Dimitar Pantev. Mashabiki wa Simba wamefurahishwa sana na kitendo ambacho alichoweza kukifanya siku ya jana kocha huyo katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ameweza kuwa na confidence, kujiamini, huko hakuwa na kuteteleka, lakini mashabiki wanahoji kwamba kusema kwamba ni kocha ambaye anayejiamini, ni kocha ambaye asikuwa na uoga. Vitu ambavyo vilivyoweza kufanywa katika dimba la Somhololo pale nchini Eswatini Mbabane vimekuwa ni vitu ambavyo kama vile kocha ambaye amekuwa na timu muda mrefu, lakini tangu pale ambapo alipokuwa na timu na kutangazwa na kikosi hiko cha Simba, imekuwa ni kama kocha mwenye kujiamini kweli. Aliingia katika mchezo huo huku akiamini kwamba ndo mechi yake ya kwanza ya mashindano, lakini pia yeye hakutetereka na wala hakuwa na uoga. Aliweza kujiamini na kuweza kupanga kikosi kilichokuwa bora zaidi, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwenye benchi la ufundi jana kumekuwa na surprise kubwa sana, na ukumbuke kwamba yeye ndiye ambaye aliyehusika A to Z kuweza kupanga kikosi hiko. Ukumbuke kwamba Selemani Matola alikuwa yuko juu ya jukwaa kulingana na ile adhabu ambayo iliyokuwa imemkumba katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kadi nyekundu aliyokuwa ameipata kule nchini Botswana katika mchezo wa kwanza kabisa Simba alipocheza dhidi ya Gaborone United. Matola aliweza kupewa kadi nyekundu, na sababu hizo ziliweza kumfanya kuto kusogelea katika benchi la ufundi. Kwa kile kikosi ambacho kimeweza kupangwa jana na zile substitution ambazo zimeweza kufanyika jana, yote pongezi kubwa sana zimeenda kwa kocha Dimitar Pantev, huku akiamini kwamba ubora na uweledi aliokuwa nao ndio kile ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Aliweza kufanya substitution nzuri kweli kutoka baadhi ya wachezaji, na ndipo magoli ambayo yalipoweza kutokea. Lakini kubwa kuliko ni kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili usiku wa hii leo baada ya mchezo wa jana dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika nchi ya pale Mbabane Eswatini, baada ya kuibuka Simba kwa idadi ya magoli 3. Wilson Nangu
first half na second half Kibu Denis Prosper ameweza kutia magoli mawili, magoli ambayo yamekuwa kizungumzwa mara kwa mara na kila mtu akisifu kwa kile ambacho alichoweza kukifanya Kibu Denis Prosper. Lakini kubwa ni kikosi cha Simba, na kama unavyokitazama kimeweza kuwasili usiku wa hii leo kutoka kule Swatini. Lakini mapongezi ni makubwa kweli, na kila mmoja akishangilia huko akiimba kwamba ile Simba ya burudani ama ya asali na maziwa imerudi tena. Mashabiki wa Simba wakisema kwamba misimu minne imekuwa ni misimu ya mateso na manyanyaso, lakini kuja tu kwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev, raia kutoka pale Bulgaria mwenye umri wa miaka 49, amezaliwa mwaka 1976, ni moja kati ya makocha bora kweli kutoka huko nchini Bulgaria. Na moja kati ya vitu ambavyo mashabiki wa Simba wamefurahishwa na vile ambavyo utendaji kazi wake, kocha huyo amekuwa ni kocha mwenye kujiamini na ni kocha ambaye asikubali kuyumbishwa. Anaamini kile ambacho yeye anachokifanya na huwa anakubali vile ambavyo yeye anavyoamua. Falsafa ya uchezaji wake wa mpira ni kitu pekee ambacho yeye anachokiamini, na ndicho ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Kikosi ndio kama hivyo unavyokitazama kimeweza kuwasili, huku mashabiki wa Simba kuendelea kukipokea kikosi chao, na huku wakiendelea kuimba na kucheza, huku wakisema kwamba Simba ya burudani, Simba ya asali imeweza kurejea. Simba ambayo miaka mingi mashabiki wa Simba walikuwa wakisubiri kwa hamu, huku wakisema kwamba ile Simba yetu iliyokuwa bora misimu kadhaa iliyokuwa imepita, ndio Simba hii sasa imeweza kurejea. Kila shabiki wa Simba anaishangilia Simba kwa burudani na kile ambacho walichoweza kukifanya siku ya jana. Lakini nilikwambia mara ya kwanza, asilimia kubwa sana nyimbo zinazoimbwa katika uwanja huu wa kimataifa wa International Julius Nyerere Airport ni nyimbo ya Jonathan Soa. Ndio jina ambalo linalozungumzwa mara kwa mara na kila shabiki akilitaja jina hilo, na huku akisema kwamba Jonathan Soa ni kitu ambacho mashabiki wa Simba wamefurahishwa na ubora ambao aliyoweza kuuonesha siku ya jana. Yeye ni mshambuliaji, lakini alihusika kuweza kutoa pasi na kumpasia kiungo mshambuliaji. Eneo ambalo aliyoweza kutoa pasi Jonathan Soa, na ndio eneo ambalo aliyokuwa ameweza kufunga Kibu Denis Prosper akupaswa kuwepo hapo. Eneo ambalo alikuwa Kibu na ndilo ambalo alipaswa kuwepo Jonathan Soa, na eneo ambalo zinazoimbwa na zinazoshangiliwa. Lakini pia sifa na pongezi zimeenda kubwa kwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinavyozungumzwa hapa, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikishangiliwa kwa kadri vile vinavyoonekana. Lakini nyimbo inayoimbwa na nyimbo ambayo inayosherekewa ni nyimbo ya Dimitar Pantev. Mashabiki wa Simba wamefurahishwa sana na kitendo ambacho alichoweza kukifanya siku ya jana kocha huyo katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ameweza kuwa na confidence, kujiamini, huko hakuwa na kuteteleka. Lakini mashabiki wanahoji kwamba kusema kwamba ni kocha ambaye anayejiamini, ni kocha ambaye asikuwa na uoga. Vitu ambavyo vilivyoweza kufanywa katika dimba la Somhololo pale nchini Eswatini Mbabane vimekuwa ni vitu ambavyo kama vile kocha ambaye amekuwa na timu muda mrefu. Lakini tangu pale ambapo alipokuwa na timu na kutangazwa na kikosi hiko cha Simba, imekuwa ni kama kocha mwenye kujiamini kweli. Aliingia katika mchezo huo huko akiamini kwamba ndo mechi yake ya kwanza ya mashindano, lakini pia yeye hakutetereka na wala hakuwa na uoga. Aliweza kujiamini na kuweza kupanga kikosi kilichokuwa bora zaidi, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwenye benchi la ufundi jana kumekuwa na surprise kubwa sana, na ukumbuke kwamba yeye ndiye ambaye aliyehusika A to Z kuweza kupanga kikosi hiko. Ukumbuke kwamba
Selemani Matola alikuwa yuko juu ya jukwaa kulingana na ile adhabu ambayo ilikuwa imemkumba katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kadi nyekundu aliyokuwa ameipata kule nchini Botswana katika mchezo wa kwanza kabisa Simba alipocheza dhidi ya Gaborone United. Matola aliweza kupewa kadi nyekundu na sababu hizo ziliweza kumfanya kuto kusogelea katika benchi la ufundi. Kwa kile kikosi ambacho kimeweza kupangwa jana na zile substitution ambazo zimeweza kufanyika jana, yote pongezi kubwa sana zimeenda kwa kocha Dimitar Lapatev, huku akiamini kwamba ubora na uweledi aliokuwa nao ndio kile ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Aliweza kufanya substitution nzuri kweli kweli kutoka baadhi ya wachezaji na ndipo magoli ambapo yalipoweza kutokea, lakini kubwa kuliko ni kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili usiku wa hii leo baada ya mchezo wa jana dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika nchi ya pale Mbabane Eswatini, baada ya kuibuka Simba kwa idadi ya magoli 3. Wilson Nangu first half na second half, Kibu Denis Prosper ameweza kutia magoli mawili, magoli ambayo yamekuwa kizungumzwa mara kwa mara na kila mtu akisifu kwa kile ambacho alichoweza kukifanya Kibu Denis Prosper. Lakini kubwa ni kikosi cha Simba, na kama unavyokitazama kimeweza kuwasili usiku wa hii leo kutoka kule Swatini, lakini mapongezi ni makubwa kweli, na kila mmoja akishangilia huko akiimba kwamba ile Simba ya burudani ama ya asali na maziwa imerudi tena. Mashabiki wa Simba wakisema kwamba misimu minne imekuwa ni misimu ya mateso na manyanyaso, lakini kuja tu kwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Lapatev, raia kutoka pale Bulgaria mwenye umri wa miaka 49, amezaliwa mwaka 1976, ni moja kati ya makocha bora kweli kutoka huko nchini Bulgaria, na moja kati ya vitu ambavyo mashabiki wa Simba wamefurahishwa na vile ambavyo utendaji kazi wake. Kocha huyo amekuwa ni kocha mwenye kujiamini na ni kocha ambaye asikubali kuyumbishwa. Anaamini kile ambacho yeye anachokifanya na huwa anakubali vile ambavyo yeye anavyoamua. Falsafa ya uchezaji wake wa mpira ni kitu pekee ambacho yeye anachokiamini, na ndicho ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Kikosi ndio kama hivyo unavyokitazama kimeweza kuwasili, huku mashabiki wa Simba kuendelea kukipokea kikosi chao, na huku wakiendelea kuimba na kucheza, huku wakisema kwamba Simba ya burudani, Simba ya asali imeweza kurejea. Simba ambayo miaka mingi mashabiki wa Simba walikuwa wakisubiri kwa hamu, huku wakisema kwamba ile Simba yetu iliyokuwa bora misimu kadhaa iliyokuwa imepita, ndio Simba hii sasa imeweza kurejea. Kila shabiki wa Simba anaishangilia Simba kwa burudani na kile ambacho walichoweza kukifanya siku ya jana. Lakini nilikwambia mara ya kwanza, asilimia kubwa sana nyimbo zinazoimbwa katika uwanja huu wa kimataifa wa International Julius Nyerere Airport ni nyimbo ya Jonathan Soa. Ndio jina ambalo linalozungumzwa mara kwa mara na kila shabiki akilitaja jina hilo, na huko akisema kwamba Jonathan Soa ni kitu ambacho mashabiki wa Simba wamefurahishwa na ubora ambao aliyoweza kuuonesha siku ya jana. Yeye ni mshambuliaji, lakini alihusika kuweza kutoa pasi na kumpasia kiungo mshambuliaji. Eneo ambalo aliyoweza kutoa pasi Jonathan Soa, na ndio eneo ambalo aliyokuwa ameweza kufunga Kibu Denis Prosper akupaswa kuwepo hapo. Eneo ambalo alikuwa Kibu na ndilo ambalo alipaswa kuwepo Jonathan Soa, na eneo ambalo